huu wa Arusha ameendelea kufanya katika mkoa huu wa Arusha. Na nikiri uwezo wa mkuu wa mkoa huyu ni uwezo mkubwa sana. Mkubwa sana. Na kila mmoja wetu, labda wivu tu, lakini huo ndio ukweli. Ana uwezo mkubwa sana. Na makongamano haya, kama alivyosema profesa, yalipaswa yaanzie kwenye kitaifa, alafu ndio yashuke huku chini, lakini yeye ametuwahi zaidi. Sasa mimi nitazungumzia mada hii kwa uchache inayogusa moyo wa maendeleo ya watu, utawala bora, ukuaji jumuishi na ustawi wa kiuchumi wa maeneo ya vijijini na mijini. Mada hii si nadharia ya kiutawala, bali ni wito wa kizalendo unaoonyesha dhima kuu ya serikali katika kuhakikisha kila kijiji, kila kata, kila halmashauri na kila mkoa unakuwa na sehemu ya safari ya maendeleo. Na ni vyema kila Mtanzania akafahamu kwamba tupo katika zama ambazo maendeleo hayategemei tena maamuzi ya viongozi wa kitaifa peke yao, bali yatategemea uwezo wa maeneo yetu na halmashauri zetu kuongoza dira, maarifa na maamuzi ya kimkakati kama haya. Na wakati nalisema hili, ninapenda nikumbushie maneno aliyowahi kusema James Freeman Clark. Yeye alisema, a politician thinks of the next election, but a statesman thinks of the next generation. Sababu hii inawafanya viongozi wa kwenye mikoa si kuwa wanasiasa tu kufikiria uchaguzi wa kesho utakuwa vipi, bali kufikiria kizazi kijacho. Na hapa ningetamani sana katika maeneo yetu wote tuwe na viongozi wenye maono, wenye kufikiri kuhusu kizazi kijacho, na tusiwe na viongozi wa msimu wanaofikiri tu tachaguliwa au sitachaguliwa. Wizara yetu hii ya TAMISEMI si tu muhimu kwa utawala wa ndani, bali ni injini ya mageuzi ya kiuchumi wa taifa letu. Jiji letu la Arusha lina historia ya kipekee katika nchi yetu hii. Kwanza, ndio jiji ambalo lilipewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa Azimio la Arusha mwaka 1967. Azimio hili ndilo lililoweka misingi ya usawa katika jamii, ndilo azimio lililoweka misingi ya utawala bora, lakini azimio hili liliweka misingi ya mshikamano wa kitaifa. Pia jiji letu hili linaangaliwa kama ni lango la Afrika Mashariki, ikiwa ni kituo cha diplomasia na kitovu cha utalii unaotegemea mlima wetu Kilimanjaro, ukategemea mbuga yetu ya Serengeti, lakini pia ikategemea na hifadhi yetu ya Ngorongoro. Tunasema kama mwenge wa uhuru uliowekwa kutoka Kagera hadi Mtwara, basi Arusha ina nafasi ya kuwa mwenge wa maendeleo ya kiuchumi unaowaka kutoka milima yetu, milima ya Meru hadi mabonde ya Monduli. Ili Arusha iwe ni mwenge wa maendeleo ya kiuchumi, utawala bora kama chombo cha mageuzi ya kiuchumi,
haukwepeki. Na hii utawala bora tunaozungumza hapa ni matumizi ya sheria, lakini pia ni falsafa ya kumwezesha kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika ndoto za taifa letu. Ni vyema kila mmoja wetu akatambua kwamba ili tufike huko ambako waasisi wa taifa hili walitamani sana tufike, basi hatuna budi kujipanga vyema na kuhakikisha kwamba tunajenga taasisi zilizo imara ili kuweza kusimamia rasilimali tulizo nazo kwa uadilifu. Na hapa ndipo dhana nzima ya utawala bora inapoingia. Taasisi hizi zitakwenda sambamba na kwenda kufanya usimamizi wa utolewaji wa huduma kwa usawa, kwa wakati na bila upendeleo. Aliwahi kusema Mzee Kofi Annan kwamba good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. Kwa kutumia sera hii, tafsiri hii, ndipo inapoingia sera ya D by D, decentralization by devolution. Na hapa halmashauri zetu zimewezeshwa katika kupanga na kutekeleza mipango yao kulingana na vipaumbele vyao vya wananchi katika maeneo yao. Na vipaumbele hivi vinapatikana kwa wananchi wenyewe kuibua hoja zao, mipango yao na matarajio yao. Kuanzia kwenye vijiji, level ya vitongoji, kuna mabaraza kule. Utakuja kwenye level ya vijiji, utakuja kwenye level ya kata, ambako mipango ya maendeleo ndiko inakwenda kuandaliwa. Na baadaye tutakwenda mpaka kwenye level ya halmashauri, ambapo wawakilishi wa wananchi kupitia ibara 21 ya katiba yetu inawapa mamlaka ya kutoa yale ambayo wananchi wangetamani yangetokea katika maeneo yao. Yatajadiliwa kule moja kwa moja, na mipango hiyo itakwenda moja kwa moja katika utekelezaji baada ya kupitishwa kwenye vikao vyao kwenye mabaraza yetu. Na lazima tukiri kwamba hii ndio njia ya kweli ya kukuza demokrasia ya kiuchumi. Kwa maana hiyo, wizara yetu hii ya TAMISEMI imekwisha toa nguvu kwa wananchi kupitia halmashauri zao kufanya maamuzi kwa mujibu wa mazingira ya jamii zao. Kwa sababu kila halmashauri kihistoria ina mipango yao, ina tamaduni zao, na kupitia tamaduni zile ndipo halmashauri zile zinafanya maamuzi kwa niaba ya wananchi, ili kusudi maamuzi yale yawe ni yale yaliyoakisi mipango yao, ndoto zao. Na hili kama tukilitekeleza kwa umakini, kama kila halmashauri ikajikita katika kuhakikisha kwamba inazungumzia mipango ya maendeleo ya kiuchumi, namna kuikwamua jamii katika halmashauri zao, basi tutaweza kupiga hatua kubwa. Kwa sababu mpango huu ni mpango ambao baba wa taifa mwenyewe Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliuasisi mwenyewe. Na hata katika historia yetu inamtambua baba wa taifa Mwalimu Nyerere kama ndio kiongozi ambaye katika nyakati zake za mwisho alikiri kabisa kwamba kuiondoa D by D, ushiriki wa wananchi na kukabidhi serikali kwa wananchi, maana yake tunaikabidhi serikali moja kwa moja karibu na wananchi. Ilikuwa ni moja ya maamuzi magumu ambayo alijuta kuiondoa D by D kwa wananchi, kwa sababu serikali sasa inakuwa karibu na wananchi. Kwa hiyo katika msingi huu utawezesha uwekezaji katika ardhi yetu, kwa sababu mipango itaanzia kule katika halmashauri. Maana yake hata matumizi ya ardhi, uwekezaji, namna tunatamani kukuza uchumi kupitia katika halmashauri zetu, utaweza kujadiliwa kule chini.
kusudi huduma bora kwa wananchi ziweze kufikiwa. Kusogeza huduma kwa wananchi, lakini pia hii itawezesha moja kwa moja kuongeza mapato ya ndani, ambayo sehemu kubwa ya mapato ya ndani inategemeana na halmashauri husika, inakwenda moja kwa moja katika kuimarisha uchumi kupitia mgawanyo wa kiwango cha fedha ambacho inakwenda moja kwa moja kupitia makundi mbalimbali, lakini kiwango cha asilimia ambacho kinakwenda moja kwa moja katika miradi mbalimbali ya maendeleo, ambayo hiyo pia ni nguzo kuu ya ukuaji wa uchumi katika maeneo yetu. Serikali yetu hii inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia imedhamiria kwa dhati kusogeza serikali karibu na wananchi wake. Na wananchi hapa ambao tunawazungumzia ni wale wananchi ambao wana kipato cha chini kabisa katika maeneo ya vijijini na maeneo ya mijini. Lengo kuu la msingi huu ambao rais wetu amekuwa akiuasisi na kusisitiza mara kwa mara ni kwenda kuwakomboa wananchi kutoka katika mnyororo wa ukosefu wa taarifa, ukosefu wa huduma na fursa, na kuwajengea uelewa, uwezo na maarifa ya msingi, sambamba na kuwawekea miundombinu inayowezesha kushiriki kikamilifu katika kupanga na kutekeleza mipango yao ya maendeleo. Aristotle aliwahi kusema, maendeleo ya mtu mmoja ni faida ya jamii nzima. Na serikali imeandaa miongozo wezeshi, miongozo bunifu inayolenga kuimarisha uwajibikaji, ushirikishwaji wa wananchi katika kutumia mifumo na mbinu mbalimbali. Moja ya mbinu ambayo serikali imejikita katika kuitumia ni matumizi ya kitu wanaita opportunity and obstacles to development. Lakini kingine ni tehama kwa uwazi na uwajibikaji na ushiriki wa moja kwa moja kwa wananchi katika kufanya maamuzi mbalimbali. Mbinu hizi zimejikita hasa katika dhana ya kuinua uchumi kuanzia ngazi ya mwananchi mmoja mmoja hadi tarafa, kwenda kwenye halmashauri na kuwafikia wananchi katika maeneo yao yote kutokana na mamlaka walionayo katika maeneo yao husika. Na msingi wa maneno haya ni mafanikio kuwa katika vijiji na miji yenye uhai wa kiuchumi ambavyo vitakuwa ni mawakala wakuu wa mabadiliko, yani transformative agents ndani ya jamii, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukiwatambua mbalimbali, kushirikiana na vituo mbalimbali, vituo vya uwekezaji dunia, JICA na wengine. Serikali yetu kupitia ofisi zetu za wakuu wa mikoa, kama anavyofanya mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, imekuwa ikiandaa regional investment profile kwa kila mkoa. Profile hizi sina hakika kama mwana Arusha unazifahamu, sina hakika kama mwana Rukwa anazifahamu, au mikoa yote 26 ya Tanzania bara, Watanzania katika maeneo yao kama wanafahamu. Tuna kitu kinaitwa regional investment profile, labda kwa wafanyabiashara ambao wako karibu na serikali yetu. Sasa msingi wa uwepo wa profile hizi ni dira za uwekezaji zinazoonyesha kwa wazi kabisa fursa tulizonazo na kuwaalika wawekezaji mbalimbali, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje,
kuja kushiriki katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa kati, safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa juu. Kama alivyosema rais wetu Dr. Samia, hasa hotuba alivyolihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, alisema maneno haya, na mimi nitayarudia kwa sauti yangu: mbali na kulinda na kutunza tunu za taifa letu, tunakusudia kuelekeza nguvu kubwa katika kusimamia ukuaji wa uchumi. Maneno haya, Mheshimiwa Rais, yanaakisi mwanga wa viongozi wetu wote katika generation zilizopita, ambao msingi wao na ambavyo Profesa Lumumba amesema hapa, tafsiri ya maono ya baba wa taifa kuhusu maendeleo na timu yake wamekwenda ya muhimu la kutangaza fursa zake za kiuchumi. Kwa sababu leo hii tuko hapa, lakini mamilioni ya Watanzania wanafuatilia mjadala huu. Maana yake fursa ambazo waziri wa viwanda amevizungumza hapa kuhusu mkoa wetu huu wa Arusha, mikakati ya serikali ambayo inakwenda kuzinduliwa hivi karibuni, uwekezaji mkubwa katika eneo la magadi sasa na maeneo mengine, ni fursa ambazo mkuu wa mkoa ameziweka wazi kwa Watanzania kuja kujionea, na amewakaribisha wawekezaji mbalimbali wa ndani na nje ya nchi kuja kushiriki, sekta binafsi kuja kushiriki na kufanikisha mipango ambayo yeye ameiota kwa ajili ya wananchi wa Arusha. Mkazo mkubwa katika nyaraka mbalimbali, hotuba zilizoasisiwa za waasisi wetu, baba wa taifa na marais wote waliotangulia, ni mwenendo ambao mkuu wa mkoa ameuchukua, viongozi wa Arusha wameuchukua katika kuongeza mkazo wa ukuaji wa uchumi. Tunaita kukuza uchumi mahalia, yani inclusive local economic development. Dhana hii inahakikisha kila mwananchi ananufaika na rasilimali za mkoa huu na taifa kwa ujumla. Lakini ili ndoto hii iweze kufikiwa, ni lazima tukabili changamoto mbalimbali. Na moja ya changamoto ambayo nimeiona imekuwa kikwazo kwa muda mrefu ni migogoro ya mipaka ya ardhi, migogoro ya mirathi. Kutopangwa na kutopimwa kwa maeneo ya makazi na maeneo ya biashara. 3, uvunjifu wa mipango kabambe ya miji na vijiji. 4, ukuaji holela wa miji midogo. 5, ukosefu wa uratibu jumuishi wa sekta. Na 6, ni uharibifu wa mazingira. 7, ni upungufu wa vyanzo endelevu vya fedha kwa maendeleo. Dira yetu ya mafanikio ni matumizi bora ya ardhi, ikiwa ni rasilimali ya maendeleo na si chanzo cha migogoro. Ustawi wa mikoa yetu hautokani na maazimio ya makaratasi. Ustawi wa mikoa yetu hii hautokani na maazimio ya makaratasi pekee, bali hutokana na uthubutu wa viongozi wetu kwenda kuondoa matabaka baina ya walionacho na matabaka ya wasionacho.
Hivyo kila mkoa, kama ambavyo mkuu wetu wa mkoa huu wa Arusha amefanya, ina wajibu wa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kufanya tafiti za kina za fursa zilizopo. Mkuu wa mkoa hapa ametaja fursa kadhaa zilizopo katika mkoa wetu huu Arusha. Lakini wajibu sasa upo katika kila mkoa kuainisha fursa zilizopo katika mikoa yao, kufanya makongamano ya aina hii ili wananchi katika mikoa yao waweze kujua fursa zilizopo katika mikoa, halikadhalika fursa zilizopo katika wilaya zao. Lakini wakuu wa mikoa kwa mujibu wa taratibu na hati idhini inayotoa miongozo ya mamlaka yao katika mipaka, wana wajibu wa kusimamia kila linalokuja katika mikoa yao. Pamoja na kwamba lakini linapokuja swala la umeme, kwa mfano mkoa huu wa Arusha, mkuu wa mkoa anawajibika moja kwa moja bila kujali kwamba jambo hilo si la TAMISEMI. Yeye kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais hapa, maanake mkuu wa mkoa hapa ndio rais wa mkoa, mkuu wa wilaya ndio rais wa wilaya, lakini hawa wamekasimiwa mamlaka yao na Mheshimiwa Rais katika kipande cha mamlaka ya utawala. Maana mkuu wa wilaya hapa hawezi kuvuka mpaka wake wa utawala nje ya wilaya yake. Halikadhalika kwa mkuu wa mkoa, hata anapotoka hapa anakwenda Kilimanjaro, akitoka hapa ameweka bendera yake, akifika katikati ya mpaka wa mkoa wa Kilimanjaro atalazimika kuivua bendera yake, kwa sababu tayari mipaka ya utawala kwa mujibu wa hati idhini ya mkoa wa Kilimanjaro yupo mkuu wa mkoa kule mwingine wa Kilimanjaro. Kwa hiyo ni wajibu kwa wakuu wa mikoa katika maeneo yao kutambua changamoto za kila sekta katika mikoa yao. Lakini ni lazima katika kila mkoa, kila mkuu wa mkoa kutafuta majawabu ya changamoto nilizozungumzia, majawabu na kutekeleza wajibu wao katika maeneo yao. Lakini 4, kila mkuu wa mkoa ana wajibu wa kuanzisha ubia mtambuka, yani multi-sectoral partnership. Hii itazingatia dira ya maendeleo ya taifa, lakini pia tunaanza kwanza dira ya maendeleo ya mkoa, dira ya maendeleo ya taifa kwa ujumla ambayo imetoa miongozo. Dira ya maendeleo ya mkoa itatunyoosha moja kwa moja katika mikoa yetu, mipango yetu, wajibu wetu, namna tunavyochangamkia fursa, tunavyozitangaza na kuwaalika wadau mbalimbali kuja kushiriki nasi. Lakini dira ya maendeleo ya taifa ambayo Profesa Kitila amegusia katika eneo hilo. Lakini katika kuhakikisha mazingira wezeshi ya uwekezaji, serikali yetu kupitia ofisi yetu, ofisi ya Rais TAMISEMI, tunaendelea na ujenzi mbalimbali wa miundombinu ya barabara katika vijiji na miji kupitia TARURA. Tunapojenga barabara katika vitongoji, katika vijiji, hatujengi tu barabara, bali tunajenga daraja ambalo linamfanya mwanakijiji aliye kijijini kutoka na kwenda sokoni kwa uharaka zaidi. Maana yake tumeongeza fursa, tumeongeza mnyororo, daraja ambalo litawafanya wakulima kusogeza mazao karibu kwa wananchi au kusogeza mazao karibu na soko. Na katika hili lazima tumpongeze rais wetu kwa sababu bajeti ya TARURA ina ushiriki moja kwa moja na uboreshaji wa miundombinu ya mijini na vijijini. Imeboreshwa sana kutoka bilioni 200 mpaka sasa tumekaribia trilioni 1.3. Ni kiwango kikubwa sana.
Na katika hili kumekuwepo na changamoto nyingi ambayo sisi kama Watanzania wazalendo tungetamani sana kiwango hiki cha fedha kibaki hapa hapa Tanzania. Lakini tumekutana na changamoto nyingi katika kuchangamkia fursa hii ya kiuchumi. Na moja ya changamoto ni kukosekana kwa mitaji kwa wakandarasi wazawa, kukosekana kwa uwezo, kukosekana kwa mafunzo mbalimbali. Na ndio sababu nilipoteuliwa katika wizara hii miaka 2 iliyopita, moja kazi kubwa niliyofanya ni kuhakikisha tunawashika mkono wa Tanzania, tunakuwa wabunifu na kuwawezesha wakandarasi wazawa kuweza kujikwamua, kuweza kushiriki moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi za ujenzi wa miundombinu yetu. Inastaajabisha sana kuona tunawakaribisha wageni, hasa makampuni kutoka mataifa mbalimbali, kuja kushiriki katika ujenzi wa barabara yenye thamani ya bilioni 1, bilioni 2, bilioni 5, yani kilomita 3, kilomita 4, kilomita 5, ujenzi wa masoko yenye thamani ya bilioni 5, kushiriki moja kwa moja kuchangamkia fursa hizi za kiuchumi. Kwa hiyo ndani ya wizara nikaona ni wakati sasa kwa nafasi tulizopata tuache alama, na alama hii ni ya kutengeneza ubunifu, na tukaja na kitu kinaitwa Samia Bond. Na tulipoibuni Samia Bond, watu wengi hawakuamini kama tunaliweza kufanikiwa. Tulianzisha mchakato huu, watu wengi hawakuamini kama tunaweza tukalifanya jambo hili kwenda kuwasaidia Watanzania, hasa wakandarasi wazawa kuweza kuwakwamua. Kwa sababu moja ya changamoto kuu ambayo wakandarasi wazawa wa Tanzania wamekutana nayo ni ukosefu wa mitaji. Ukosefu wa mitaji, ukosefu wa vifaa. Unaweza kumpa mkataba lakini akashindwa kuifanya kazi kwa sababu ya kutokuwa na mtaji wa kuianza hiyo kazi. Ukosefu wa dhamana. Mabenki mengi wanapokwenda kuomba dhamana wanahitaji nao waweke dhamana. Kwa hiyo makampuni mengi ya Kitanzania yalilazimika kutafuta mali kuwekeza benki ili kuweza kupata dhamana. Tukasema tuje na kitu ambacho kutayaondoa makampuni ya Watanzania katika kwenda kutafuta dhamana, kuhangaika kutafuta dhamana. Ndipo tulipokuja na Samia Bond. Na Samia Bond hii inawafanya sasa makampuni ya wazawa kwenda kuchukua mkopo bila kuwa na dhamana. Bila kuwa na dhamana. Ukiwa tuna mkataba wa kazi, maana yake utaweza kukopeshwa na benki ambayo tuliingia makubaliano, benki ya CRDB. Tulitamani tukusanye bilioni 150. Lakini tukashangaa katika mzunguko wa uchumi tukakusanya bilioni 320. Na zaidi ya 80% ya kiwango hiki cha fedha ilikuwa ni fedha mpya. Ni fedha mpya kabisa ya watu ambao hawakuwahi kuwekeza katika mabenki, na wengine hata akaunti za benki hawakuwa nazo, lakini walikuwa na fedha majumbani. Kwa hiyo tulipoianzisha hii, tukaingiza katika mzunguko wa fedha bilioni 323, fedha za Watanzania, wengine vijana wa bodaboda, wengine madereva taxi, wengine wafanya biashara ndogo ndogo kabisa, wengine wanafunzi walijitokeza. Wapo walionunua bondi kwa shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2. Tukajikuta katika mzunguko wa uchumi tumekusanya bilioni 323, lakini matarajio yetu ilikuwa ni bilioni 150 ambazo zingekwenda kuwasaidia wakandarasi wazawa. Kwa hiyo kazi hii tuliifanya kwa sababu tunaamini tukiwawezesha Watanzania tunaliweza kubakiza fedha hii hapa nchini na kukawa na mzunguko mkubwa wa fedha na uchumi wetu ukaweza kupiga hatua. Kwa hiyo kazi kubwa na daraja tulilotengeneza la uboreshaji wa miundombinu ya kuwafanya Watanzania wa vijijini kuungana na Watanzania wa mijini kwa kutengeneza barabara, si barabara tu, tulitengeneza uchumi ambao ulimwezesha mkulima kuleta mazao sokoni bila bugdha, bila tatizo. Na kiwango cha maboresho haya ni kikubwa sana. Uboreshaji wa ujenzi katika barabara za lami, changarawe, ujenzi wa madaraja
ambayo tunayaita ni kiungo cha uchumi wetu katika taifa hili. Lakini serikali yetu pia inatekeleza programu ya maboresho ya miji. Jana tumesaini mkataba hapa wa zaidi ya bilioni 30. Mkataba huu si kwa Arusha peke yake, kwa sababu dhamira ya rais wetu ilikuwa ni kwenda kubadilisha vitongoji kuwa vijiji, kuvitoa vijiji kutoka kwenye vijiji kuwa mitaa, kuitoa mitaa kuwa miji, na kutoa miji kwenda kuwa majiji makubwa, na majiji kuyabadilisha kuwa ni majiji ya ushindani. Nadhani kitaalamu kindengereko wanaita metropolitan city.